Sisi tuliofanikiwa kujua kusudi la Mungu la kutuleta hapa duniani, ndiyo maana tuko mahali hapa. Mungu wetu atusaidie sana. Tunajua kuna watu ambao bado hawajaweza kujua na kutambua kusudi la Mungu la kuwaleta hapa duniani, lakini sisi ambao tumelitambua kusudi la Mungu kutuleta duniani, ndiyo maana tuko mahali hapa. Jamani, Mungu wetu asifiwe sana. Amina. Jamani, amina. Amen. Jamani, amina. Ninawapenda sana na ninatamani tuhudumiane, na ninaamini Roho Mtakatifu atakuhudumia leo sawa sawa na mapenzi yake. Bwana Yesu atusaidie sana. Nimeambatana na viongozi wangu, nafikiri hapo mwanzo wamejitambulisha kwa majina yao, lakini pia na kwa wito wao, kwa kila mmoja kadiri alivyoitwa na Mungu ndivyo alivyojitambulisha. Bwana Yesu atusaidie sana. Lakini pia ni mwimbaji wa nyimbo za Injili. Tupo tunamtumikia Mungu kwa njia zote. Amina. Ndio maana tuko mahali hapa. Sasa maopereta wa vyombo, nitaomba muwe makini sana. Mungu wetu asifiwe sana. Tupo kwa ajili ya kazi ya Mungu, lakini pia tupo kwa ajili ya kumtumikia Mungu kwa kila sehemu. Kila sehemu tulioitiwa na Mungu lazima tuitike na tutumike. Amen. Jamani, amina. Kwa hiyo ndio maana hata wewe mwenyewe uko mahali hapa. Mungu amekuita kwa ajili ya ibada, lazima uhudhurie ibada yake takatifu. Ndio. Amina. Amen. Na tunaelewa kwamba ibada ni kanuni ya watakatifu wa Bwana. Jamani, amina. Amen. Kwa hiyo ndio maana uko mahali hapa. Amina, watu wa Mungu. Tunamshukuru Mungu, tulikuwa na Revival Conference, lakini tumemwona Mungu huko. Amen. Nafikiri hata nyie mlikuwa na taarifa kwamba tulikuwa tumetembea na mchungaji, tulikuwa pale Kishao kwa ajili ya kazi ya Mungu, lakini pia tunamshukuru Mungu. Lakini pia Mungu awabariki waimbaji wa mahali hapa, walihudumu vizuri sana. Naomba tuwapigie makofi. Amina. Nafikiri kila mmoja aliyepata nafasi pale ya kuhudumu alihudumu vizuri sana. Jamani, amina. Amen. Kwa hiyo nafikiri nauli, kila kitu kilichofanyika pale akijaribika bure, kimepata matokeo na matunda yake. Mungu wetu asifiwe sana. Kwa tunayo kila sababu ya kumshukuru Mungu, na nyie ambao mlituombea, Mungu wa mbinguni azidi kuwabariki. Amen. Lakini pia wamama wenye watoto, kama mtoto yuko hapa na ananyonya, naomba umpe nyonyo yake. Tusije tukaleteana shida humu ndani ya ibada. Mungu wetu asifiwe. Amen. Hivyo unajua, ukishapakua nyumbani chakula kipo pale mezani, unakuwa hautamani hata mtoto akatize pale, si ndio hivyo? Yaani mtoto akikatiza pale unasema, yani chichana cha jangwa ya adabu. Si ndio hivyo, watu wa Mungu? Amen. Kwa hiyo sasa hapa nitaona umekosa adabu iwapo ndani ya chakula ndo unatoka nje, ndani ya chakula ndo unaruka sania unaenda sijui kufanya nini. Amina, watu wa Mungu. Amen. Kuna kipindi niliwaambia kwamba emizete bunga chonkari we bunga. Jamani, amina. Amen. Kwa saa akurwari bironda byibondo ati nyeba kantangi ibihimba wote kwa saa emizete bunga agenda bilya feru wawe. Ijibu ni hapana. Kwa hiyo tayari mzee gwagira ki bwabunga. Mungu wetu asifiwe sana. Waliotangulia kwenye kipindi cha asubuhi, Mungu awabariki. Kidogo leo Mungu alikuwa na makusudi na malengo ya masomo yote au vipindi vyote, kipindi cha asubuhi na kipindi cha mchana ambacho tunaenda kusikia. Najua utahudumiwa vizuri sana tu. Amina. Amina. Amen. Amina. Amen. Naomba utege sikio lako tuweze kusikilizana vizuri, lakini pia msikilize Roho Mtakatifu anasema nini juu ya maisha yako. Nikawa namuuliza Mungu kwamba ninakwenda kutembea ile sehemu ambayo Mungu ulitamani siku kama hii ya leo ambayo tunaiona niende kuhudumu pale. Nikawa nazungumza na Roho Mtakatifu
namuuliza Bwana, ninaenda kusema nini kule? Ninaenda kusema nini kule mbele za watu wako? Bwana Yesu asifiwe. Najua kama sisi, unajua kama unazaliwa sehemu watu wengine wamekuzoea. Nilitaka nikwambie kwamba unavyonikutana kule njiani, hata nyumbani, hata setani pale, ni tofauti na unavyoniona hapa. Amen. Mungu asifiwe sana. Amen. Nishawahi kuambia watu, mimi nikisimama kwa upande wa sifa muda huo, mimi ni mwana praise team. Nikisimama kwa ajili ya kuimba, mimi ni mwimbaji. Na nikisimama kwenye sehemu ya kuhubiri, nakuwa nimevaa roho tofauti na ya kuimba. Sawa sawa. Amina. Kwa wakati ulikutana kule na unavyoniona hapa ni vitu viwili tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Hapa ninaweza nikakwambia kwamba toka nje uende na ukaenda. Sawa? Amen. Kwa hiyo Roho Mtakatifu akuongoze, lakini pia akupe unyenyekevu. Nina kichwa cha somo ambacho kinasema ya kwamba kufunguliwa katika nguvu ya kuwatambua watumishi wa Mungu waliochaguliwa na Mungu. Narudia, kichwa cha somo au kiini cha somo la leo kinasema hivi: kufunguliwa katika nguvu ya kuwatambua watumishi wa Mungu waliochaguliwa na Mungu. Waliochaguliwa na Mungu. Kufunguliwa katika nguvu ya kuwatambua watumishi wa Mungu waliochaguliwa na Mungu. Fikiri tayari hapo, kama unaandika tayari umeshaandika. Narudia, kufunguliwa katika nguvu ya kuwatambua watumishi wa Mungu waliochaguliwa na Mungu. Kichwa changu cha somo kitagusa kwa upande wa watumishi wa Mungu, lakini pia kitagusa kwa upande wako wewe mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kinakulenga wewe, lakini pia kinalenga upande wa watumishi wa Mungu. Lakini ni kwa nini tunakwenda kujifunza kitabu hiki? Walio wengi tumepoteza baraka, tumepoteza ushindi, tumepoteza uponyaji kwa mambo ambayo hatuyajui na mambo ambayo hatujayaelewa, na mambo ambayo tumeyajua na kuyaelewa ila tumeshindwa kufanya, yamekuwa kisababishi cha kutufanya tushindwe kubarikiwa, tucheleweshe baraka zetu au tucheleweshe miujiza yetu katika maisha yetu ya hapa duniani na mbinguni pia. Mungu wetu atusaidie sana. Kwa hiyo ninatamani, yawezekana somo hili ulishawahi kujifunza, ulishawahi kulisikia, ulishawahi kuambiwa, lakini jiulize kwa nini linakwenda kurudia kwa mara nyingine tena katika maisha yako. Mungu wetu asifiwe sana. Amen. Kwa nini linakwenda kujirudia tena katika maisha yako? Yawezekana kuna jambo ambalo Mungu anataka atengeneze katika maisha yako. Mungu wetu atusaidie sana. Leo asubuhi pastor wetu akafundisha kwa mifano, lakini na mimi leo ninakuja kwa mfano tena. Amen. Mungu wetu atusaidie sana. Ndio maana nikasema Mungu ana makusudi na wewe uliyekanyaga mahali hapa leo. Mungu kuna jambo anataka afanye katika maisha yako. Mungu wetu atusaidie sana. Kuna kitu ambacho unaweza ukasikia lakini ukadharau kwa mtu yule ambaye amekwambia jambo hilo, lakini kumbe ungezingatia kesho na kesho kutwa au hata kabla ya kesho, leo hii likakusaidia hilo jambo. Mungu wetu asifiwe sana. Lakini kwa sababu ya mwanadamu ya kuwa na dharau, ya kushindwa kusikiliza na kushindwa kufundishwa, mwanadamu amejikuta amepoteza uponyaji, mwanadamu amejikuta amepoteza mafanikio, amejikuta amepoteza vitu ambavyo vingemsaidia katika maisha yake. Jamani, amina. Jamani, amina. Unaweza ukamwona mtu ukamdharau kwa vile alivyo. Unaweza ukamwona mtu ukamwona hafai kwa sababu ya vile alivyo, lakini kumbe ndani yake kuna kitu cha thamani sana ambacho Mungu amekiandaa kwa ajili yako. Jamani, Bwana Yesu atusaidie sana. Unaweza ukamwona mtu anatembea, unaweza ukamwona mchungaji ni wa kawaida, yawezekana bado
unamzidi kipato, kipato chako na cha kwake kiko chini, lakini wewe uko juu kamzalau. Lakini nataka nikwambie ya kwamba kile kilichomo ndani yake ni cha thamani sana. Amen. Ni cha thamani sana. Unamuona mtu kwa nje yuko vile alivyo, lakini kumbe ndani yake kuna kitu cha thamani sana Mungu amekiweka. Iwapo baadaye kikionekana kwa macho, ndipo naanza kuelewa kwamba kumbe huyu alikuwa sio mtu wa kawaida, kumbe huyu alikuwa ni mtu wa juu sana, kumbe mtu huyu ni wa thamani sana. Amen. Mfano ni kwamba yawezekana hata wewe ulioko mahali hapa leo, kuna watu ambao wanakuona wewe ni wa kawaida, kuna watu ambao wanakudharau, lakini wanapokuangalia kwa nje wanakuona wewe ni wa kawaida, lakini kumbe Mungu angewapa macho ya kuangalia ndani kilichomo, ya kuangalia siri ambayo Mungu ameficha katika maisha yako, ndipo wasingekuwa na kudharau, nasema huyu mtu sio wa kawaida. Asifiwe sana. Jamani, haleluya. Unaweza kamaona mtu anapita, au hata wewe ulioko mahali hapa, inawezekana hata unayo historia, inawezekana hata ambao wanakuona wewe ufai unawajua, inawezekana hata ambao wanakudharau unawaelewa na bado unaishi nao, lakini nataka nikwambie hivi, wasamehe kwa sababu hawajui kilichomo ndani yako, hawajui Mungu ameficha nini katika maisha yako. Laiti wakija kujua na Mungu akija kufunua kile ambacho kimo ndani ya maisha yako, ndipo atakuja kuelewa ya kwamba wewe sio mtu wa kudharauliwa tena. Amina, amina. Mungu asifiwe. Amen. Jamani, haleluya. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Usiogope, usije ukasema ilizi tena. Nataka nikufundishe kwa mfano. Mungu asifiwe. Amen. Hivi tujiulize, kama labda ni mtoto ni mzazi unapita hasa ukakuta watoto wanacheza kitu cha namna hiyo, kiba kuchikutero kagirota, nipate jibu la haraka sana, jibu la haraka sana. Yani uliona uraba kilichipira kecho, unasemaje? Unachukia nogamba bana banteri chipira sawa sawa, yani kichi uko mpaka kuite bana banteri chipira ni chafu sawa sawa, watu wa Mungu. Na yawezekana hata wewe sehemu unapopita kuna watu wanakuona kama takataka. Ni kweli kabisa. Kuna watu wanakuona wewe ni kitu tu cha kawaida, umeumbaumba, umewekwa. Na istosha wanapotambua mazingira unayotokapo, yamkini mazingira yako ni mabaya sana, lakini wanapokuona kwa mwonekano wa nje, wanakuona wewe ni mtu wa kawaida, wanakuona ufai hata kukaa katikati yao, wanakuona hata ufai kupita mbele yao, wanakuona hata ufai hata kunyosha mkono na kuchangia hoja yoyote, maana wanakuona kama unavyoona huo mpira ni uchafu. Mungu asifiwe. Amen. Jamani, amina. Sasa naomba mtu mwepesi aje hapa tufanye pamoja huduma. Mtu mwepesi sasa. Ubarikiwe, ubarikiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu ambao ukiwaona hapa wanavyoishi, wanaonekana kama hilo limdude ambalo lipo kwenye miguu ya mtumishi wa Mungu. Wanakuchangia, huyu anapiga, huyu anapiga, huyu anapiga, huyu anapiga, yaani wanakufanya vyovyote vile wanavyotaka. Wanakuona wewe ni kitu cha kawaida, lakini kumbe Mungu angewafunulia kwamba ndani yako kuna nini. Wewe ambaye tayari umekwisha kumpokea Yesu, ninazungumza na wewe ambaye uko
mahali hapa, ambaye tayari maisha yako, roho yako mikabisi kwa Bwana. Kwa sababu ni kwa nini nasema nazungumza na wewe, sio kwamba nazungumza na wale watu wa nje. Ninazungumza na wewe ambaye hata kama bado unadharauliwa, unapigwa kama mpira, unaenda huku anakusema, unaenda huku unafukuzwa, unaenda huku na kuona ufai, umo ndani ya Kristo. Ni kwamba wale wanaokudharau hawajajua kitu ambacho Mungu ameweka ndani yako. Iwapo Mungu akija kufunua kilichomo ndani yako, ndipo wataelewa ya kwamba wewe sio mtu wa kudharauliwa, wewe sio mtu wa kutupatupa, wewe sio mtu wa kuonekana ufai, maana umebeba baraka kubwa, maana umebeba kitu cha maana ndani. Haleluya. Amen. Thank you Jesus. Naomba uanze kufungua hicho kitu. Akiwa anafungua hicho kitu, kuna uchafu wa hali ya juu, kuna uchafu wa kila aina, ambapo mwanadamu kitu ameweka cha thamani sana ndani ya maisha ya huyo mtu unayemdharau, unamuona hafai. Subiri kwanza. Mfano ni kwamba waliomuona Daudi walimuona kwamba hafai, mpaka wakatamani kwamba angekufa, hadi watu wanatamani kwamba huyu sio mtu hata wa kusalimiwa. Lakini kumbe walipokuja kugundua ndani ya Yusufu pamoja na ndani ya Daudi palikuwepo na kitu cha uweza kudharau hao watu. Yule waliokuja kumdharau Daudi ndiye aliyekuja kuwakomboa, ndiye aliyekuja kuwasaidia. Yule Yusufu aliyemuuza utumwani ndiye ambaye alikuja kuwapa chakula, wakala wakashiba. Sikiliza nikwambie, tulia mpiga vyombo, nataka nikwambie yanakuona wewe ni wa kawaida, kuna siku watakuja wanaomba msamaha kwako. Fungua mtumishi wa Mungu. Basi hata wewe mwenyewe ukikukuta njiani unaweza ukapiga tu au ukakipita ukasema hili ni la kawaida, ni vya watoto wanacheza. Jamani, si ndio hivyo watu wa Mungu? Ukikipita hiki uwezi hata kukiokota, unasema ni kimjamaa tu cha kawaida, ni kitu cha kawaida. Kumbe bila wewe kujua, hapo ndipo kuna baraka, hapo ndipo kuna kuinuliwa, hapo ndipo kuna ushindi. Yule unayemuona leo hafai, kumbe mbele za Mungu anafaa. Bado kuna kitu cha thamani kimejificha ndani ya yule mtu unayemuona hafaa. Naomba kujua vizuri, kujua ni nani ambaye alikuwa anajua kama kwenye limjamaa kama hili kuna kitu cha thamani namna hii. Amen. Ni nani? Ni nani? Yawezekana hata ungekipiga tu ukasema hiki ni watoto walikuwa wanacheza wametupa pale, watu wanakidharau. Hichi ulichokidharau kumbe ndani yake kuna kitu cha thamani. Sikiliza nikwambie. Mungu takunywa maji. Amen. Lakini kumbe wangechunguza kilichomo ndani yako, Mungu angewafunulia kidogo mipango na malengo alionayo katika maisha yako. Wangesema hakika wewe ni mtu wa thamani sana. Waliokuwa wanaona hili ni mjamaa waliona ni kitu cha kawaida, lakini kumbe ndani yake kuna kitu cha thamani ambacho Mungu amekificha. Mwanadamu hawezi kukiona, hata adui hawezi kukiona. Nataka nikwambie ya kwamba yule mtumishi unayemdharau leo, yule mchungaji unayemuona ni wa kawaida, huyo ndiye ambaye amechaguliwa na Mungu na baraka zako ziko mahali hapo. Yule jirani unayemuona hafai, yule ndugu yako unayemuona ni wa kawaida, kuna jambo Mungu ameficha ambalo huwezi kuliona. Bwana angekuruhusu lione, ungesema hakika huyu jirani sio wa kuzaliwa. Mungu ameficha maishani mwako. Ndio. Hata kama watu wanakuona wewe ni wa kawaida, hata na wewe ni limjamaa alipolipo,
maishani mwako. Amina. Kuna kitu cha thamani Mungu ameficha iwapo wanakuwa rafiki zako. Lakini ni kwa nini wanakudharau vile ulivyo? Ni kwa nini wanakuona wewe si kitu? Ni kwa nini hata unaponyosha mkono sehemu ili uchangie hoja wanakupiga na kukushusha chini? Ni kwa sababu hawajajua ulichobeba maishani mwako. Wakija kukijua ndipo akili za Mungu hazichunguzike. Mpendwa, ufahamu wa Mungu hauchunguzike. Mungu sio mwanadamu. Sikiliza nikwambie, wewe ulihangaika, umeokoka, bado unaona kudharauliwa. Yesu anasema na wewe leo, kuna mtu mmoja anasema mimi nimedharauliwa. Watu wanatamani kwamba hata ungetoweka, maana una faida nao. Sikiliza nikwambie, hawajaona faida yako. Wakati wa Bwana unafika, faida inakwenda kuonekana. Hata kama wamekupeza, hata kama wamekudharau, Mungu kuna jambo ameficha maishani mwako. Kuna jambo Mungu anataka tengeneze katika maisha yako. Amina. Kuna jambo ambalo Mungu anataka fanya maishani mwako. Mpendwa, wapo waliobarikiwa kwa kutokuwa na dharau. Nataka nikwambie, hata kama uko mahali yako umeokoka, ulikuwa na tabia ya kuwadharau watu, achia. Maana unayemdharau hujui ndani yake kuna nini, Mungu ameficha nini. Unayemuona ni wa kawaida, hujajua Mungu ndani yake ameficha nini. Sikiliza nikwambie, kama unahitaji uweze kubarikiwa, punguza ile roho ya dharau, kumdharau mtu hata kama anapita. Wapo waliobarikiwa kwa kutodharau watu, wakawatunza kama baba zao, wakawalisha kama baba zao, wakawajengea na nyumba, wakakaa wakaishi. Biblia inasema baada ya hapo walikaribisha nabii na muujiza mkubwa ndani yao pasipo wenyewe kujua. Lakini wangedharau, wangemuona huyo mtu ni wa kawaida, hata ile haja ya mioyo yao walioitegemea siku nyingi wasingeipata. Lakini kwa sababu walielewa ya kwamba huyu ni mtumishi wa Mungu, hata kama natembea kwa miguu, hata tumfanyie jambo, inawezekana Mungu akatubariki. Ndivyo walielewa. Amina, amina, amina. Nina vitabu viwili tu, naomba nisome kwenye kitabu cha Wafalme wa Pili 4:8 hadi 17. Nataka niseme na wewe habari ya mistari michache, na ninajua katika neema ya Mungu utanielewa. Inawezekana ndani ya moyo wako, katika maisha yako unayoyaishi, inawezekana ulikuwa na dharau. Unapowaona watu wa Mungu na wadharau, wanakwambia iko na shindwa kutekeleza, unasema hayo ni ya wakwao. Kumbe ndani yao kuna kitu Mungu amelenda katika maisha yako. Mungu wetu atusaidie sana. Mungu anataka uweze kubarikiwa. Sema bado wewe ndio hujaelewa kanuni ya kubarikiwa. Naomba nisome. Nitasoma kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 4 mstari wa 8 hadi wa 17. Biblia inasema, hata ikawa siku moja Elisha alikwenda Shunemu. Na huko kulikuwako na mwanamke mmoja, mwenye cheo, naye akamshurutisha aje ale chakula. Naye huyo mwanamke alimshurutisha Elisha ili aingie nyumbani mwake ale chakula. Ikawa kila alipokuwa akipita njia ile, ambaye huyo mtu tunayemtambua kama Elisha, ndio uingia kula chakula, uingia ndani ya ile nyumba ya mwanamke mwenye cheo kula chakula. Yule mwanamke akamwambia mmewe, tazama mimi naona ya kuwa mtu huyu apitaye kwetu mara kwa mara ni mtu mtakatifu wa Mungu. Nakuomba tumfanyie chumba kidogo ukutani, na ndani yake tumwekee kitanda na meza na kiti na kinara cha taa. Ndio
na itakuwa utajutiapo. Rudia tena. Rudia hapo. Na itakuwa atujiapo. Na atujiapo. Ataingia umo. 11. Ikawa siku moja akafika huko. Akaingia katika chumba kile. Akalala. Akamwambia yule Gehazi mtumishi wake, muite yule Mshunami. Naye alipokwisha kuitwa, akasimama mbele yake. Akamwambia, sema naye sasa. Tazama, wewe umetutunza sana namna hii. Utendewe nini basi? Je, uombewe neno kwa mfalme? Au kwa amiri wa jeshi mkuu? Yule mwanamke akamjibu, mimi ninakaa katika watu wangu wenyewe. katika nyumba yangu mwenyewe. Akasema, basi atendewe nini? Gehazi akajibu, hakika ana mwana. Na mmewe ni mzee. 15. Akamwambia, kamwite. Naye alipokwisha kuitwa, akasimama mlangoni. Akasema, panapo wakati kama huu mwakani utamkumbatia mwana. Akasema, la, Bwana wangu, wewe mtu wa Mungu, wewe ni mtu wa Mungu, usiniambie mimi mjakazi wako uongo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Jamani, Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Ninataka nikupe siri ya kubarikiwa, siri ya kufunguliwa, siri ya kuinuliwa. Ndio maana mwanzoni nikasema kwamba nitagusa nyakati 2. Nitazungumza kwa habari ya maisha yako, lakini pia nitazungumza kwa habari ya watumishi wa Mungu. Hiki kitabu ambacho ninakwambia leo ni kwa habari ya watumishi wa Mungu. Watu walio wengi wameshindwa kubarikiwa. Watu walio wengi wameshindwa kufanikiwa. Watu walio wengi wameshindwa kufunguliwa kwa sababu ya kushindwa kuwakaribisha watumishi wa Mungu. Na baada ya hapo wamekuwa na dharau ya kuwadharau watumishi wa Mungu. Maana yangu ni nini? Ni yule mwanamke angemdharau Elisha, akasema hawa ni watu tu wanapita wanahubiri Injili, akamdharau, akamwona ni wa kawaida, akamwona ni kama watumishi wengine, asimkaribisha, asingepata neema ya kupata yule mtoto. Lakini ni kwa nini alipata yule mtoto? Ni kwa sababu alimkaribisha Elisha, wala hajaweza kumdharau. Alimtunza kama mtu anayemjua, akamhifadhi kama mtu anayemjua. Baadaye yule mtu wa Mungu anamwambia, unataka utendewe nini basi? Mungu wetu atusaidie sana. Unataka ufanyiwe nini? Baada ya kukaribishwa, baada ya kuhifadhiwa. Lakini yule mwanamke, Biblia inasema alikuwa ni mwanamke mwenye cheo. Mwenye cheo. Lakini hata wewe ambaye una cheo chochote bado unaendelea kuzala. Bwana Yesu atusaidie. Hata rasaba hakuna, lakini bado unaendelea kuzala. Ngoja tusaidie sana. Amina. Biblia ikasema yule mwanamke alikuwa ni mwanamke mwenye cheo, lakini hakuweza kumdharau mtumishi wa Mungu Elisha. Akamkaribisha kila alipokuwa anapita pale. Ndio. Biblia ikasema baada ya hapo Elisha akamuuliza yule mwanamke, akasema, unatamani nikufanyie nini? Unataka ufanyiwe nini?
Mungu wetu atusaidie sana. Amina. Sikiliza nikwambie, kuna watu ambao wanaweza wakakuona wakakusalau, kumbe ndani yako umebeba kitu kikubwa. Elisha angedharauliwa, wasingeweza kupokea ule ushuhuda na muujiza, maana alionekana ni mtu wa kawaida, lakini ndani yake alikuwa amebeba kitu kikubwa mno. Alikuwa amebeba unabii mkubwa sana, ambao mpaka yule mwanamke alifanikiwa kupata mtoto kwa kumkaribisha Elisha. Amen, amen. Jamani, Mungu atusaidie sana. Kuna watu ambao wanaweza wakakuona wewe ni mtu wa kawaida, lakini ndani yako umebeba baraka kwa ajili ya maisha yako, umebeba baraka kwa ajili ya maisha yao pia, japokuwa wanakuona wewe ni wa kawaida. Amen. Mungu wetu asifiwe sana. Amina. Mungu wetu atusaidie sana. Amen. Kuna watu wanakuona wewe ni kama takataka, na kumbe wanapokusalau ndani yako umebeba kitu kikubwa. Kuna kitu cha thamani umebeba, japo hawajui, japo hawaoni, wanakuona kwa macho ya nyama, lakini Bwana angewafunulia kuangalia maisha yako ya mbeleni vile unavyotakiwa kuwa, wangesema hakika amefanikiwa. Mungu wetu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Elisha akawaambia ya kwamba wakati kama hauna, majira kama haya, mwaka kama huu, mtampata mtoto. Na kweli ukiendelea kusoma maandiko, majira kama yale ambayo walitabiriwa na Elisha yalipotimia, na kweli mtoto alionekana, wakampata mtoto. Sikiliza nikwambie, hebu kuwa mwepesi katika maisha yako. Ondoa roho ya dharau, heshimu kila mmoja, waheshimu watumishi wa Mungu, wakaribisheni watumishi wa Mungu. Kuna ujumbe ambao unapenda kufungua maisha yako. Hata kile ambacho kimeteka maisha yako yawezekana kikaachilia kwa sababu ya kile ambacho umefanya juu ya watumishi wa Mungu. Mungu wetu asifiwe. Amen. Tunajifunza kwa wale ambao walipata kushinda, na tunajifunza kwa wale ambao walipata kufanikiwa. Kwa hiyo ndio maana Roho Mtakatifu atakuletea ujumbe ule unaohusu maisha yako na unaohusu watumishi wa Mungu. Sikani ukamuona ukaona tu ni wa kawaida. Mungu wetu atusaidie sana. Amina. Lakini kumbe ndani yake kuna kitu kikubwa Mungu ameweka. Mungu ameweka, kuna jambo Mungu ameweka ambalo wewe mwenyewe huwezi kuliona, ambalo wewe mwenyewe huwezi kuliona kwa macho ya nyama. Watu wanasema hata ungekufa, wanatamani hata ungeondoka. Mungu wetu atusaidie sana. Lakini kumbe hawajajua kile ambacho Mungu ameandaa maishani mwako. Daudi hawakujua kwamba ni mfalme. Yusufu hawakujua kwamba ni mtu mkubwa, wakatamani afe na aondoke. Lakini wale wote walio wadharau ndio ambao walikuja kuwasaidia. Amina. Ndio ambao walikuja kuwatetea. Amen. Yule Daudi waliyemdharau ndiye ambaye alikuja kuwaokoa na yale matusi. Amina, amina. Na yale matusi ya Goliathi. Lakini walikuwa wanamuona ni mtu wa kawaida. Amen. Walikuwa wanamuona kwamba hafai. Walikuwa wanatamani hata angekaa huko porini. Amina. Kwa sababu gani? Walimuona ni mtu wa kawaida. Amina. Waweza sikia sana. Amen. Yusufu alitamani hata afe, hawakutamani kwamba aendelee kuishi kwa sababu ya vile walivyomuona. Kwa hiyo hata kwako vile wanavyokuona, hata kwa watumishi wa Mungu vile unavyowaona, ndivyo uweze kuwashika na kuwatambua kwamba kesho na kesho kutwa wamebeba kitu cha tofauti maishani mwao. Hata juu ya maisha yako wanaweza wakakusaidia na wakakutoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Amen. Kile kilichoshindikana ukaona kinafanikiwa. Si unamtukuza Mungu jamani? Mungu atasifiwe sana. Amina. Yule mwanamke alimtukuza Mungu, akasema hakika nimemuona Bwana. Jamani, amina. Amina. Jamani, amina. Amen. Hebu nisome kwenye kitabu cha Ezra 14. Kitabu cha Ezra 14. Wale wanaokuona wewe ni wa kawaida, wewe sio mtu wa kawaida. Amini ndani ya nafsi yako, amini ndani ya moyo wako kwamba
kwamba mimi sio mtu wa kawaida. Kuna jambo Mungu amebeba maishani mwako, hata kama majirani wanakuona vile ulivyo, na wengine yawezekana umewajua. Kuna siku alitamani ufe, kuna siku alitamani ungetoweka, kuna siku alitamani hata ndoa yako ingeharibika, kwa maana wanaona ni kama hauna jambo lolote, hauna kazi yoyote. Lakini sikiliza nikwambie, ndio maana bado Mungu amekutunza, ndio maana bado Mungu amekuweka, maana bado ana makusudi na wewe. Kila ambaye bado Mungu anakusudi naye, bado Mungu anaendelea kumpa uhai wa kuishi. Wale wanaosema haufai, hawawezi wakakuondoa, hata wafanye mbinu yoyote, hawana uwezo wa kukuondoa. Lakini Mungu anayejua kusudi la kukuweka, anajua kile ambacho anachotaka kufanya maishani mwako. Amina. Kitabu cha Ezra sura ya 10 mstari wa 4. Biblia inasema inuka, maana shughuli ya kuhusu wewe, na sisi tu pamoja nawe, uwe na moyo mkuu, ukaitende. Mungu asifiwe sana. Amen. Anasema inuka, maana shughuli ya kuhusu wewe. Amen. Na sisi tuko pamoja na wewe, ukawe na moyo mkuu, ukaweze kuitenda. Maana yake ni nani aliyekuwa anaambiwa? Ezra alikuwa amefikia hatua amechoka, anawaza aende wapi, afanyeje, maana kazi ilikuwa zito. Watu walimdharau, wakamuona hafai, anauliza hii kazi ataiweza? Ndipo pakatokea watu wakamwambia, inuka, maana kazi ya kuhusu wewe, ukawa na moyo mkuu, kaitende, na sisi tuko pamoja na wewe. Amen. Sikiliza nikwambie, lazima uwe na moyo mkuu. Hata kama watu wamekusalahu, hata kama watu wanakuona wewe ni mtu wa kawaida, hata kama watu wanakuona wewe ni mjamaa alipo, lakini tambua kwamba kuna kitu cha thamani Mungu ameweka maishani mwako. Kuna kitu cha dhahabu sana Mungu ameweka ndani ya maisha yako, ambacho hata wewe mwenyewe hujakiona. Lakini nataka nikwambie, kuwa na moyo mkuu, naye Mungu anakwenda kutengeneza, naye Mungu anakwenda kufanya, naye Mungu anakwenda kukufanyia jambo la tofauti sana. Ezra akaambiwa kwamba uwe na moyo mkuu, ukapate kutenda, na sisi tuko pamoja. Amina, amina. Amen. Jamani, amina. Jamani, amina. Nataka nikwambie hivi, wewe unayeitwa mshirika ambao umempokea Yesu, kuwa na moyo mkuu, na sisi watumishi wa Mungu tuko pamoja na nyinyi. Lazima tumuite Bwana, lazima tumwambie Bwana kwa ajili ya maisha yenu. Iwapo ndani ya moyo wako utakuwa tayari kupokea, iwapo ndani ya moyo wako utakuwa tayari kuondoa zile roho za dharau, ukaamini ya kwamba nimemkaribisha mtumishi wa Mungu, nimemuona mtumishi wa Mungu, nami ninakwenda kufanyiwa jambo la tofauti sana. Elewa ya kwamba Mungu akisatia hakuna wa kuondoa. Amen. Saidia sana. Amina. Nikwambia ya kwamba wale wanaokuona wewe ni wa kawaida, elewa ya kwamba wewe sio mtu wa kawaida. Kuna jambo ambalo Mungu ameficha maishani mwako, kuna jambo ambalo Mungu amewekeza katika maisha yako, japo wanadamu hawaoni. Amina. Mungu akija kufunua, Mungu akija kuweka wazi, ndipo utaelewa ya kwamba mimi sio mtu wa kawaida. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Jamani, Mungu atusaidie sana. Akasema kuwa na moyo mkuu, ukaweze kuitenda kazi hiyo, na sisi tuko pamoja na wewe, na sisi tunamwamini kwamba tunaye Bwana mabwana. Hakuna jambo ambalo linakwenda kushindikana. Tunaamini ya kwamba tunaye Bwana, hakuna jambo ambalo linakwenda kufeli. Amina. Jamani, amina. Jamani, amina. Ninaelewa kila mmoja amefungua moyo wake. Ndio. Kila mmoja amepokea, na ninataka nikwambie ya kwamba iwapo unakuwa tayari kupokea, kuna jambo ambalo Mungu anakwenda kutengeneza katika maisha yako. Yawezekana umekata tamaa, umechoka, umejiona wewe hufai, umejiona wewe ni wa kawaida, watu wamekudharau, watu wamekuona wewe ni wa kawaida. Lakini ninataka nikwambie ya kwamba wewe mama ulioko mahali hapa, baba ulioko mahali hapa, kijana ulioko mahali hapa,
binti ulioko mahali hapa, wewe sio mtu wa kawaida. Kuna jambo Mungu anataka atengeneze katika maisha yako. Inawezekana watu wamekuzalau kwa sababu ya ile sehemu unapozaliwa. Inawezekana watu wakakuzalau kwa kazi unayoifanya, lakini elewa ya kwamba kilichomo ndani yako ni thamani sana. Mungu anakijali na ndicho alichokificha, ili baadaye akija kukifunua watu wote waseme hakika Yesu Kristo ni Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Mungu asifiwe. Sasa sisi tumekuja mahali hapa, ijapokuwa na somo hili tunataka tulitendee kazi watu wa Mungu. Mungu atusaidie sana. Amina, amina. Mungu asifiwe sana. Amen. Ujio uliotuleta mahali hapa tunataka tukaondoke na baraka. Lakini sio sisi tu, hata wewe mwenyewe tunatamani uondoke na baraka. Amen. Maana niliposoma kitabu hiki kuna jambo fulani nimejifunza, nikagundua kumbe yule mwanamke alipokuwa ameshakimbia huku na kule, ametafuta msaada wa kupata mtoto umekosa, baada ya kumkaribisha na kumjali yule Elisha ambaye alionekana ni mtumishi wa Mungu, ndipo alipata hitaji la maisha yake. Hitaji kubwa sana ambalo Biblia inasema ya kwamba hata mume wake alikuwa amezeeka. Mungu wetu atusaidie sana. Amina. Nikajifunza kitu kwamba na mimi nikijaribu kufanya jambo jema mbele ya mtumishi wa Mungu yeyote yule, ninaamini yale yaliyofunga huduma yangu, yaliyofunga maisha yangu, yaliyofunga karama na wito wangu, yote yatafunguka na mimi nitaendelea, na mimi nitainuliwa. Maana nimejifunza ya kwamba yule mwanamke, lile tatizo lilikuwa ni kubwa sana, na umri ulikuwa umeenda, na uwezo alikuwa nao, lakini uwezo wa kupata mtoto hakuwa nao. Mungu wetu atusaidie sana. Biblia inazungumza dhahiri ya kwamba alikuwa ni mwanamke mwenye cheo, lakini hakuwa na cheo cha kupata mtoto. Mungu wetu atusaidie sana. Kwa hiyo na mimi nikajifunza, iwapo ninakwenda kuyajali madhabahu hii, kuna jambo ambalo Mungu anakwenda kutengeneza katika maisha yangu, katika huduma yangu, katika ndoa yangu, katika wito na huduma yangu na karama yangu. Kuna jambo ambalo Mungu anakwenda kufanikisha. Kama alifanikisha kwa yule mwanamke, itakuwaje kwangu mimi nibaki vile? Mungu asifiwe sana. Kama Bwana alifungua kupitia kwa kinywa cha Elisha, Bwana akafungua milango, yule mwanamke akapata mtoto na majira yale yale ambayo aliambiwa na Elisha, itakuwaje mimi iwapo nikifanya hivyo? Lazima na mimi kile ninachokitamani nitakipata, na Mungu atazidisha, kwa sababu ninakwenda kufanya katika madhabahu hii. Sikiliza nikwambie, tunafanya kazi, tunafanya jambo si kwa ajili ya mwanadamu, tunafanya jambo kwa ajili ya Mungu Baba aliye juu mbinguni. Pale tunapoweka ndipo Mungu aone, ndipo Bwana asikie kutoka mbinguni, aweze kuyajibu maisha yetu. Sikiliza nikwambie, ndio maana yule mwanamke akamwambia mume wake, akasema hivi, anaonekana huyu ni mtumishi wa Mungu, unaonaje tumfanyie jambo na tumtengenezee jambo, maana ni mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hawakufanya kwa ajili ya Elisha, walifanya kwa sababu alikuwa ni mtumishi wa Mungu. Ndio. Asifiwe sana. Mungu atusaidie watu wa Mungu. Kwa hiyo na mimi leo pamoja na viongozi tumekuja kujaribu kile ambacho tumekisoma na tumejifunza katika madhabahu hii. Tunajua ya kwamba kuna jambo Mungu anakwenda kutengeneza tena katika maisha yetu, hata kama ni kidogo kiwe kikubwa, ambacho Roho ameongoza. Tunapokwenda ukifanya, tunaelewa ya kwamba kuna baraka, tunaelewa ya kwamba katika madhabahu hii hatutoki bure, maana tayari nimemwambia Mungu. Sikiliza nikwambie, kuna mtumishi wa Mungu anaweza akaja hapa alete semina au alete injili, akaja na gari. Sawa watu wa Mungu? Amina. Sawa watu wa Mungu? Amen. Nataka ujifunze jambo, akaja na gari. Iwapo wewe hata baiskeli hauna, lakini unashangaa siku 3 za semina au wiki ya semina inaisha, unaambiwa tumpe maji mtumishi wa Mungu.
Hivi unafikiri amekosa pesa ya kununua maji? Nielewe mtu wa Mungu, amekosa pesa ya kunywa maji? Hapana. Sio kwamba unafanya kwake, unafanya kwa ajili ya Mungu. Ndio ndivyo inavyokuwa. Maana katika yale unatoa 500 au 1000 au 10,000, lakini sio kusema kwamba yeye hana. Kuna kitu unakitafuta, kuna jambo unalihitaji wewe mwenyewe. Maana kuna wengine anamchangia 1000 lakini bado anamzidi kipato. Mungu atusaidie sana. Lakini sio kwamba kanuni ya kiroho sio kwamba unampa huyu mwenye gari. Amen. Mungu atusaidie sana. Jamani, amina. Kwa hiyo na mimi nikamwambia Bwana, pamoja na viongozi tunakwenda kujaribu katika madhabahu hii, na sio kujaribu, tunaenda kufanya ili na sisi tufanyiwe. Tunataka Mungu tengeneze jambo. Yawezekana kuna jambo linashindikana katika huduma zetu, ndio maana tumeshindwa kuinuka. Yawezekana wengine tuna karama, tuna huduma za uimbaji, za kuhubiri, za mafundisho na kuomba, tuna huduma za uongozi. Tunashangaa bado tuko chini, hatujajua kusudi, lakini tunakwenda kujaribu na kufanya katika madhabahu. Tubaki tunamdai Mungu Baba kama yule mwanamke alivyofanya. Baadaye akaja kuulizwa, unataka utendewe nini? Mungu itasifiwe. Amina. Na sisi kabla tujakanyaga mahali hapa, sijajua wenzangu, nimemwambia Bwana kuna jambo nataka, lakini natamani hata wewe upokee pia. Mungu atusaidie sana. Jamani, amina. Jamani, amina. Kabla tujaingia kwenye maombi, na baada ya hili jambo ndipo tutaenda kuingia kwenye maombi. Ninajua Roho atatembea sana, kufunguliwa utafunguliwa sana, kubarikiwa utabarikiwa sana. Kabla tujaingia kwenye maombi, mimi kipindi changu ndo namaliza hivyo. Naomba viongozi wangu tutasimama hapa. Mnisamehe lakini watu wa Mungu, basi wewe wenye vuvuzela utapunguza kupiga vuvuzela hapo tu bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naomba niwape jambo moja. Unapokuwa ndani ya ibada, elewa umekuja kwa ajili ya nini. Mtanisamehe, naweza nikasema, mwingine akasema ni kwamba pastor, watumishi wa Mungu, utakuta mpo kwenye ibada lakini adui wengine amewaiba. Yaani mpo kwenye jambo ambalo nakwenda kushusha Roho Mtakatifu, unashangaa